Kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya Eid al-Adha ya mwaka 2026, Jeshi la Polisi mkoa wa Mjini Magharibi limejipanga kikamilifu kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote muhimu, ikiwemo maeneo ya ibada, viwanja vya mikusanyiko ya watu pamoja na maeneo mengine ya kijamii, ili kuhakikisha sikukuu hiyo inasherehekewa kwa amani na utulivu. Katika kipindi chote cha sikukuu kutakuwa na doria, misako ya mara kwa mara ikihusisha askari wa miguu, pikipiki pamoja na vikosi maalum ikiwemo kikosi cha mbwa na farasi kwa lengo la kudhibiti vitendo vya uvunjifu wa amani. Jeshi la Polisi linawaasa wananchi kuchukua tahadhari wanapokuwa katika shughuli za sikukuu, hususan wanapotoka majumbani mwao, kuhakikisha wanalinda mali zao na kuepuka kuondoka wote kwa pamoja na kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao ili kuepusha vitendo vya kihalifu. Kwa upande wa usalama barabarani, katika kuhakikisha usalama na mtiririko mzuri wa shughuli za sikukuu, baadhi ya barabara zitafungwa kwa muda, na barabara hizo ni zifuatazo: barabara ya Ng'ambu Polisi hadi Kariakoo, barabara ya Kujiziredi hadi Kariakoo, barabara ya Kibanda Maiti hadi Kariakoo, barabara ya Roundabout Miembeni hadi Kariakoo, barabara ya Maisara hadi Mnazi Mmoja, barabara ya Baraza la Wawakilishi la zamani hadi Magazeti, barabara ya kwa Mzee Mwinyi hadi Bosnia. Aidha, askari wa usalama barabarani watakuwepo kwa wingi katika maeneo mbalimbali ili kudhibiti madereva wazembe na kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu. Madereva wote wanasisitizwa kuendesha kwa tahadhari, kuzingatia sheria, kuwa na leseni halali pamoja na kuhakikisha vyombo vyao vimekaguliwa. Jeshi la Polisi mkoa wa Mjini Magharibi linatoa wito kwa wananchi kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha kwa amani, utulivu na kuzingatia sheria za nchi. Sikukuu isiwe chanzo cha vitendo vya uvunjifu wa amani kama wizi, uporaji, unyang'anyi na udhalilishaji. Aidha, Jeshi la Polisi linatoa onyo kali kwa yeyote atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani au kujipatia kipato kwa njia isiyo halali, kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake bila kusita.